Po live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube pamoja na ukurasa wetu wa Facebook. Asanteni, mko mamia mkitazama hapo. Asanteni sana kwa kuwa na sisi. Tupo na naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Golugwa, tukizungumza naye. Tumeanza naye 1:30 pale, tumezungumza mengi na tunaendelea naye. Tutakwenda naye mpaka itakapotimia saa 2:02 hivi. Nadhani tumalize ya chama kabisa, tukirejea hapa kwenye saa 2 pale tugusie sasa mengine ambayo yanaendelea kitaifa na sio mbaya sana. Kwa natamani kufahamu umeona tarehe 28 nadhani tutakuwa na kamati kuu. Naam. Alitangaza katibu mkuu John Mnyika wakati tu mnaruhusiwa kurejea kwenye siasa. Natamani nifahamu Chadema inazungumza nini kwenye katiba yake na kanuni zake kwa mwanachama au mjumbe wa kamati kuu ambaye hahudhurii vikao. Na ni vikao vingapi vinaweza kusema kwamba huyu mtu ni mtoro kwenye vikao? Utaratibu wetu ni kwamba mjumbe kama hahudhurii vikao anatakiwa atoe taarifa. Kama ameshindwa kwa sababu yote ile, atoe taarifa, na taarifa ikipokelewa basi itakuwa recorded kwamba sio mtoro. Utoro ni pale ambapo unaletewa taarifa kikao alafu husemi chochote, watu hawajui uko wapi. Kwa hiyo mtu anapokuwa na hiyo tabia ya utoro sasa, kwa maana na ambayo haijawahi kutokea kwenye vikao vyetu, haijawahi kutokea kabisa, ambaye hayupo anakuwa anasema sipo kwa sababu 1 2 3. Hatujawahi kuwa na hizo tabia za utoro. Na iwapo itakuwa imetokea, kiutaratibu ni angalau vikao vitatu, basi patakuwa na mambo ya kiutawala hapo ya kwa nini hivi, jieleze hivi, halafu basi kuna hatua zitachukuliwa. Lakini hatujawahi kuwa na tabia ya watu watoro, kwa maana kila taarifa inapotoka, mtu ambaye hawezi kuja basi anatoa taarifa, sitaweza kuja, sitashiriki, inarekodiwa kwamba hataweza. Kwa maana hiyo kwenye vikao 2 vitatu vya mwanzo baada tu ya kuingia madarakani ambavyo walionekana mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe, jumba kamati kuu ya kudumu hakuwepo, maana taarifa yake mlikuwa nayo. Yes, utakumbuka na niloe kuja hapa nikaelezea kwamba aliyekuwa mwenyekiti wetu alitupa taarifa iliyo rasmi kabisa ya mapumziko, na tulipokea taarifa yake baada ya kuwepo kwenye shughuli hizi za siasa kwa miaka ya kutosha sana, na uchaguzi ule ulipoisha. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa rasmi na tulipokea. Kwa hivyo jambo hili halijawa tatizo katika vikao vyetu. Kamati kuu inakuja, natamani sasa kumuona kirejea, au bado mnaamini anastahili kupumzika zaidi? Sasa siwezi kumsemea, siwezi kumzungumzia. Nyie sasa hisia tu kwamba sasa siwezi kusema hisia. Tunatamani kuliona pengo lake, tunatamani kuona saa kiwepo mawazo yake tunayahitaji. Sasa tuko kwenye eneo la kuhitaji mawazo. Siwezi kusemea hisia. Atakapokuja atatukuta tunapoendelea. Hakuna pengo lolote katika mazingira tulionayo. Ila atakapokuja ataendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia. Unamaanisha hakuna pengo la mwenyekiti mstaafu kabisa, yani kwamba kwa ushauri, kwa ukaribu kila mtu ana nafasi yake, lakini kila mtu ana nafasi yake. Mwenyekiti Lissu amekuja kwenye zama ambazo zinamhitaji yeye na siasa zinazohitaji aina ya siasa ya kipindi hiki. Kwa hivyo huwezi ukasema tena kwamba enzi zile siasa zilifanyika kwa namna ile, kwa hiyo tulizibe pengo kwa kufanya mambo ya namna ile ile. Hapana. Ana mchango wake kwa namna yake, na atakapokuja kama nilivyosema, basi atatoa mchango wake kwa namna yake yeye mwenyewe. Lakini sio kwamba kuna pengo huku watu wanahangaika, tunalizibaje? Shughuli za siasa zinaendelea, chama kinaendelea. Kauli hiyo ni kama mhitaji. Hapana, ukisema hivyo sasa utakuwa unapotosha. Unapotosha hapo. Sio kwamba hapana. Akija ataendelea, atatukuta sisi tuko barabarani. Kana kwamba asipokuja pia tutaendelea. Definitely. Chama hiki ni cha Watanzania, hakiwezi kusimama. Definitely, it's obvious, it goes without saying. Ni siri ya kweli kwenye chama. Kuna namna mnazungumza naye nje ya saa hivi kama kamati kuna nini? Tunazungumza naye. Majuzi ulituona tulikuwa pamoja kwenye msiba, tulizungumza naye, ulisikia kauli yake. Kwa hivyo
hakuna stress, hakuna tension yoyote. Yani hakuna tension wala stress kwamba aje asije kwa sababu hajaja, kuna mambo shughuli zinaendelea, na unakiona jinsi ambavyo chama kimeendelea kuimarika, chama kimeendelea kuwa tumaini la Watanzania. Na hata hivi majuzi baada ya hili zuio batili kuondolewa, umeona jinsi ambavyo nchi imefurahi. Nchi ilikuwa kifungo, Tanzania ilikuwa iko kifungoni, Watanzania wako kifungoni, ni furaha nchi nzima. Ni kama vile kuna kitu, kuna nuru imekuja, sauti ya Watanzania sasa imerudi tena ili iwasemee Watanzania. Kwa hivyo nchi imefurahi, chama hiki ni tumaini la Watanzania. Kwa hivyo hakiwezi kukwamishwa wala kurudi nyuma kwa sababu ya mtu yoyote. Yani sio Freeman Mbowe, sio Tundu Lissu, sio Mnyika, sio Heche, sio Amani Golugwa, sio mwanachama yoyote anaweza. Chama hiki ni tumaini la Watanzania. Chama hiki kinabeba kusudi la Mungu. Na sisi hatuoni shida sana kumtaja Mungu kwenye shughuli zetu, kwa sababu tunaamini kabisa chama hiki ni tumaini la Watanzania. Kwa hivyo hakiwezi kusimama wala hakiwezi kurudishwa chini wala hakiwezi kwenda polepole kwa sababu ya mtu yote yule. Sawa, tarudi hapa baada ya news updates. Bado tupo na naibu katibu mkuu kutoka Chadema Amani Golugwa. Tarejea hapa baada tu ya kupata taarifa kadhaa kutokea Mikocheni. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kijiji cha Dimiro, kata ya Kimbungo Juu, wilayani Morogoro, wamekumbwa na taharuki kubwa kutokana na kutokea kwa maporomoko ya tope na maji kutokana na milimani na kufanya kijito kilichokuwa kikatiza kijijini hapo kugeuka kwa mto na tope. Hali hiyo imesababisha nyumba moja kubomoka na zaidi ya kaya 15 kukimbia makazi yao kwa hofu kwamba hali hiyo inaweza kuendelea. Kulitokea hali kama ya poromoko hivi, kweli raia wangu tulikuwa tumeshangaa nini tatizo. Mpaka hivi sasa hatuelewi nini kinaendelea, poromoko bado linaendelea, na wananchi wangu kuna baadhi hawana makazi pa kuishi. Nipo kwenye hatari, maana alipo karibu sana, nitaka kufika kwenye nyumba ila bado hajafika. Kwa hiyo ni hatari, nimekimbia, nimetoka mimi na familia yangu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuanzia jana nipo kwa jirani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ametoa onyo kwa maafisa wa elimu wanaochelewesha utatuzi wa kero za walimu. Profesa Shemdoe amesema kuwa kutofumbia macho afisa yeyote wa elimu atakayebainika kudhulumu au kumnyanyasa mwalimu. Nikifikia afisa yoyote kule kwenye elimu amemistreat mwalimu, narudia kwa sauti ya juu, amemistreat mwalimu, hakika hicho cheo nitaondoka nacho. Nitakaposikia afisa yoyote, wewe ni mtaaluma, wewe ni elimu ya watu wazima, wewe ni SLO, wewe ni afisa elimu wa sekondari, wewe ni afisa elimu ya msingi, wewe ni afisa elimu kata, utakapo mistreat mwalimu, umegusa roho yangu. Na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera zimesababisha maafa ikiwemo vifo na mifugo na nyumba kadhaa kuzingirwa na maji. East Africa Radio imezungumza moja kwa moja na waathiriwa wa mvua hizo pamoja na mkuu wa wilaya ya Bukoba Erasto Sima. Niliosikia kuku wanalia, kushutuka kumbe maji yameshafika kitandani, ile kwenda kuwaokoa ikawa changamoto kuwaokoa. Yaani kwa sababu kwa ni ghafla tukujua tufanye nini. Walikuwa kuku 400 wadogo. Alafu hao ambao walikuwa wanapaswa kuanza kuuzwa wiki ijayo ndio hao. Sababu hao ni kuku wa nyama. Walikuwa kuku na wenyewe walikuwa 400. Hayo jumla walikuwa kuku 800.
Kuku zaidi ya 500 kwanza wamekufa kwenye mabanda yale, tumekuta wanaelea tu wamekufa. Lakini kama itoshi, pia vyombo vya watu vimeondoka kwenye maeneo yale na baadhi ya nyumba zimebomoka, lakini nashukuru kwamba kule hamna madhara ya vifo. Na huo ndio mwisho wa news update kutoka hapa East Africa Radio. Mimi ni Egbert Alfred Junior. Super Breakfast. Wengine wanaanza asubuhi, wengine tunaanza usiku. Mpaka asubuhi hata usiku tumeanza. Super Breakfast. Sarakasi leo hakuna, umesema mwenyewe. Lakini sarakasi sio kama nimeishia hapa na uwezo mwingine, maana sarakasi uzuri wake sarakasi ni jambo unalolifanya kupita ufahamu wa kawaida. Ukijua kulikoroga lazima ujue na kufanya nini na kulinywa. Huwezi kulikoroga usilinywe. Kama kwenye maji unadhani unaweza kulala, lakini kikukuta utatandikwa bakora, uweze kuacha ufe na si viongozi. Super Breakfast ni saa 11 alfajiri mpaka saa 3 asubuhi. East Africa Radio. Super Breakfast. Wengine wanaanza asubuhi, wengine tunaanza usiku. Mpaka asubuhi hata usiku tumeanza. Super Breakfast. Sarakasi leo hakuna, umesema mwenyewe. Lakini sarakasi sio kama nimeshi. Na hakika pia umepata taarifa nyingi kutokea kwenye news update. Tumerejea kwenye the interview. Bado tupo na naibu katibu mkuu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Amani Golugwa, tukizungumza naye mengi kweli. Itakapotimia saa 2:15 pale tutakuwa sisi tukienda kwenye kibiashara zaidi, lakini kwa sasa bado tunayo mahojiano hapa tukiendelea kuzungumza naye. Bwana, tuendelee kuzungumza na mmerejea sasa kwenye siasa. Japokuwa mmesema mlikuwa mmezuia ubatili, lakini tayari ndo mmesharejea. Sure. Ipi picha ya Chadema tunayoiona kwa sasa? Kwa kizungumza hapa asubuhi kwenye magazeti kwamba anamkumbusha mwenzangu kwamba Chadema wamerejea kipindi ambacho itawalazimu kukaa miaka 5 bila kushiriki chaguzi ndogo kwa mujibu wa kanuni, sababu hamkushiriki uchaguzi na hampo kwenye mifumo hiyo. Maana yake uchaguzi mdogo kwa miaka hii ya hapa mbeleni mpaka miaka 5 hamtashiriki. Picha ya Chadema kwa sasa ni mwelekeo ni upi? Wapi mnaenda? Mambo makubwa mawili ambayo tungetamani wa Tanzania watusome. Unaposema picha maana yake watu waione waone Chadema tunakisi nini, tunakisi nini, watusome. Kwanza tunataka Watanzania watuone kwamba chama hiki, yani chama chao, tunataka tueleweke kama ni wapigania haki. Nchi hii inahitaji haki. Kwa nini Chadema, neno hili tumekuwa tunalizungumza sana? Kwa sababu tunajifunza, tunaamini kwamba haki huinua taifa. Haki huinua taifa. Taifa ambalo halina haki, kinyume chake ni taifa lenye udhalimu, na taifa lolote lenye udhalimu huwa linaenda kwenye kuaibika. Tunataka taifa lenye haki. Haki ambazo wananchi wanazitaka, za kiuchaguzi, haki za kufurahia rasilimali zilizopo katika taifa lao, na haki mbalimbali za kimaisha, ambazo zitasababisha taifa hili liweze kuinuka. Vyombo vya habari, mna haki zenu, uhuru wenu umepotelea mbali kabisa. Mko censored kwa kweli. Yani vyombo vya habari vinatengenezwa kuflow kwenye muonekano ambao watawala wanautaka. Taifa limeondoka kwenye misingi ya haki. Tunataka Watanzania watusome kwa habari. Taifa hili linahitaji kuwa taifa la ukweli. Tuondoke kuwa taifa la uongo. Kwa nini ukweli? Kwa sababu ukweli huwaweka watu huru. Taifa lililojaa uongo ni taifa ambalo linafanya watu wanakuwa wajinga hivi, wanakuwa kama misukule. Can you imagine? Tunadanganyana hapa taifa zima, wote tumekubali. Imekuwa ni uongo kabisa kwamba eti kuna mtu ameshinda kwa 98% kabisa. Wote tumekubaliana kudanganyana kabisa hivyo kwamba tarehe 29 kuna kitu kiliitwa uchaguzi hapa. Wote tumekubaliana. Can you imagine? Kuna uongo hapa ulitengenezwa kwamba tarehe 29 eti walioandamana, waliokasirika ni watu kutoka nje ya nchi. Can you imagine? Subiri. Can you imagine? Tunadanganyana hapa kwamba eti tarehe 29 kuna watu walipewa hela, vijana walipewa hela.
Alafu ikiongewa hivi na mtu yuko serious amekunja uso hivi, basi mpaka unaona ni sasa taifa limekuwa na uongo mpaka vijana wanageuka kwa machawa. Kwa hivyo tunataka taifa la watu wa kweli. Kwa sababu ukweli unaweka watu huru. Ukweli kama ni wa kukosoa kwa kweli, ukweli kwa kupongeza kwa kweli, ukweli unaweka watu huru kwamba hapa hatuko sawa, taifa hili linahitaji hiki. Kwa hicho ndicho ambacho tunataka Watanzania wakiakisi kwetu, kwamba tunataka masuala ya haki yazungumzwe bila kuficha. Tuwe na taifa la haki. Tuwe na taifa la kweli, tuwe na taifa la watu wanaofanya kazi. Tusiwe na taifa la watu wazembe ambalo linapelekea watu wanashindwa kuwajibika na rasilimali za nchi hii. Tunabaki tu kila siku na hotuba nzuri za kusema taifa hili limebarikiwa, lina kila kitu. Miaka nenda rudi, watawala ni hawa wa Chama cha Mapinduzi. Alafu wakisimama na wao wanasema tu taifa hili limebarikiwa, lina rasilimali, lina mbuga za wanyama, lina madini adimu dunia nzima. Lakini kuna uzembe uliopitiliza. Tunaendelea kuwa watu tunaokopa, na mikopo ile kama CJ anavyosema, tunakopa lakini huoni miradi ambayo imekamilika kutokana na hiyo mikopo. Sasa tunataka Watanzania watuelewe. Chama hiki, yani chama chao, tunataka tusimamie haki, ukweli na taifa la watu wanaowajibika. Sio ujanja kufanya mambo kwa ujanja huku tunalidhulumu taifa hili, rasilimali za taifa hili tunadhulumu na kufaidisha watu wachache. Hayo uliozungumza mengi yanapatikana kwa njia mbalimbali. Kudai haki, kuzungumza haki, kuna wakati mwingine pia inahitaji kukana unayehisi kwamba haki yako anaikuapua. Mazungumzo, Chadema ina kauli gani kuhusu kukaa kutafuta haki mezani? Hatuogopi mazungumzo. Sisi hatuogopi mazungumzo, na historia yetu inatutetea sana kwamba tumekuwa champions wa kwamba tuko tayari kukaa mezani tuzungumze. Lakini tuna sharti moja, hatutakuwa tayari tena kukaa mezani na watu waongo, watu kuleta ulaghai ujanja hapa, kwamba tukae na Chadema mezani ili tuwalaghai hivi. Hatutakuwa tayari kwa mazungumzo ya kulaghai, mazungumzo ya kupumbaza. Na hasa mara baada ya tarehe 29 Oktoba, sisi tutasimama upande wa wananchi kwamba kuna mambo lazima watu wawajibike ili kukidhi uchungu na kilio na maumivu walionayo wa Tanzania. Kwa hivyo hatuna uoga wa kukaa mezani. Sisi tuna ujasiri wa kukaa na yoyote mezani na kumwambia, wewe ni mtawala dhalimu, wewe hujapata ridhaa ya wananchi hawajakupa uhalali wa wewe kuongoza, na hata hiki kilichofanyika ni maigizo, ni uongo. Hizi percentage zilizotajwa, tuna ujasiri huo mbele za Mungu na mbele za wanadamu, na kwa ujasiri huo tunaweza kuzungumza na yoyote yule na kuyasema maneno haya. Mpo tayari pia kukaa mezani kuambiwa ambayo pia hayatawafurahisha? Kwa mfano mtu akwambie wewe una changamoto hii, una shida hii, ndio maana tuko hapa. Mpo tayari pia kuambiwa? Tumekuwa tunaambiwa sana, mara nyingi sana tumekuwa tunaambiwa kabisa kwamba Chadema, embu sasa jamani, twendeni hivi. Hata sababu ya sisi kuwa na msimamo wa no reforms no election ni kwa sababu watu walikuwa wanasema, wananchi walisema tumechoka kuwa na chaguzi za kihuni, chaguzi ambazo tunaenda kupiga kura alafu anayetangazwa ni mwingine. Tunaona kabisa wizi kwenye vituo vya kura, masanduku ya kura, tunaona kabisa kura wizi. Ni wananchi wenyewe ndio waliotuambia, ni wananchi, na sisi tukabeba msimamo wa wananchi. Kwa no reforms no election ulikuwa ni msimamo wa Watanzania ule. Kwa hivyo tunasikiliza watu, hiki ni chama cha watu, na ndio maana tunasema hii ni sauti ya watu. Kwa hivyo sisi tuko tayari kabisa, tuko wazi, kwa sababu sisi sio malaika bwana, sisi ni binadamu, na hiki chama ni cha watu. Hiki chama hakiendeshwi kwa utashi wa viongozi sisi wachache. Kwa hiyo tunasikiliza, tunawasikiliza, na yoyote mwenye nia njema na taifa hili, sio tu kwa ajili ya chama hiki, yoyote mwenye nia njema, mwenye wazo jema kwa ajili ya taifa hili, sisi chama chetu, sisi viongozi tupo tayari kusikiliza
tupo tayari kukaa chini kufanyia kazi kile ambacho Watanzania wanakitaka. Kwa dakika moja tunakwenda kuhitimisha, dakika moja tumebakia. Ipo kauli inayotembea huko kwa wapinzani wenu wakisema viongozi wa Chadema wa sasa ni untouchable, wakizungumzwa tofauti na wanavyotaka na wanachama wao, hapo mwanachama anakuwa ni mbaya. Hilo unaweza kulitolea ufafanuzi gani? Ndio kama unavyoniona hapa mimi sasa nianze na mimi mwenyewe. Mimi ni untouchable. Tunakutana na watu, tunazungumza na watu. Mimi nimekuwa kiongozi, mimi nina miaka 20 kwenye chama hiki. Nimekuwa kiongozi toka 2008, niko kiongozi kwenye chama, nimekutana na watu. Heche amekuwa kiongozi, katibu mkuu Mnyika amekuwa kiongozi, amekuwa mbunge, na wenzetu wengine wote, Mheshimiwa Lissu. Tunazungumza na watu, tunafanya vikao vyetu, watu wanatupa maoni yao. Tukipewa kitu ambacho sio cha kweli, chenye hila, na pengine nitoe tahadhari sana kwa wanachadema wenzangu. Nitoe hata kwa Watanzania kwa ujumla, nitoe tahadhari. Unajua, as much as sisi kama Chadema tunawaza kuhusu sasa na next generation, kwa maana taifa liwe la haki, taifa la kweli, ili taifa libarikiwe na taifa liwe huru. As much as we are thinking of, tunawaza kuhusu sisi na next generation, wenzetu Chama cha Mapinduzi wanawaza next election, wako kwenye vita. Wanawaza next election. Sasa hivi wana vita vyao sana vya kujipanga huko. Kwa hivyo mara nyingine vita vyao huwa wanavipigana kwa kuwatumia baadhi ya wanachama au wanaharakati. Watatupa maneno hivi ili washughulikiane wao kwa wao. Wataleta huku maneno kwa wanaharakati kwa watu kwamba hivi, mnajua nyinyi Chadema anayewafitini ni huyu. Kumbe huyu anamsemea mwenzake ambaye anamwona ni hatari kwenye harakati zake. Ni watahadharishe wanachadema na Watanzania, safari hii tuwe makini sana. Vita vya hawa watu wanaowaza tu madaraka na kutawala, hawawawazi Watanzania watataka nini, wawafanyie nini. Tuwe navyo makini visije vikatuvuruga. Ndio hao wanaoleta maneno hayo kwamba tuko untouchable. Sisi, hiki ni chama cha siasa, na chama cha siasa ni watu. Chama hiki kina wanachama milioni 7,200,000. Milioni 7,200,000 wanachama kwa kanzi data yetu. Milioni 7,200,000. Tunafanya vikao, tunawasikiliza, wanatoa maoni yao. Kwa hivyo ni maneno ya kuudhi tu ambayo yanatolewa na watu ambao wanania mbaya, lakini hiki ni chama cha watu na sisi tunawasikiliza. Tunakushukuru sana kwa muda wako, muda wetu rafiki, lakini tumepata walau machache kati ya yale mengi ambayo tulikuwa kutafuta kutoka kwenu. Naam. Asanteni sana. Asante, mimi ninashukuru. Tumepata fursa hii. Jambo la mwisho tu, pengine nisisitize haya mambo mawili ambayo nimeasema. Tarehe 28 na 29 chama chetu kitakaa vikao vya kamati kuu. Kikao hiki ni kikao muhimu sana baada ya kuwa kwenye kifungo cha siku 309, na kitatoa uelekeo wa shughuli za kisiasa. Chadema tutafanya nini na tutakwendaje. Ni waombe wanachama na Watanzania wakiamini chama chao. Chama hiki kiko imara, hakijayumba. Tusiyumbishwe kabisa na tusipotoke kabisa. Tukilinde chama hiki, maana ni tumaini la Watanzania. Ni waombe Watanzania watusome kwa mambo mawili. Chama hiki tutasimamia haki na tusimamia chochote kilicho cha kweli kwa ajili ya manufaa ya Watanzania, maana chama hiki tunafahamu ni tumaini lao. Bwana, shukrani sana. Kibiashara zaidi inafuata. Baki hapo. Super Breakfast. Wengine wanaanza asubuhi, wengine tunaanza usiku. Mpaka asubuhi, hata usiku umeanza. Super Breakfast. Sarakasi leo hakuna, umesema mwenyewe.